Afande Sele tumeanza kufanya naye kazi miezi miwili iliyopita. Kazi moja tulipiga ikaisha. Akatudanganya kwanza kwa sababu nampiga kinanda. Bana hela naleta kesho. Moto. Potea. Then baadaye ndio ghafla kaja hiyo siku ya jioni ambao anasema bana mimi ndio natoka Moro na Feruz na kuletea hela yako. Haniambia habari kwamba anachukua ngoma. Kwa sababu mtu hawezi kufanya tu kazi ile, unasubiri ya hela kwanza and then kwa sababu ya kwanza tulishampa hela hajatoa. Exactly. Kufika hapa jioni kweli nikamwambia bana leta mboga nini kama unatoka mkoani chukua vitu vya 10,000 nini kavileta akanipa ile hela. Then wakati ananipa hela ananiambia bana kesho nataka nyimbo iende redioni. Nikamwambia afande hii ni utumwa wiki nzima ni hivi mimi mwenyewe sipati usingizi siwezi chukua hela yako. Kaka kanayo hii bana. Kanayo please. Afande sijui kama nitaweza hela ya kulipia huo wimbo. Basi jaribu kesho. Nikipata usingizi jaribu kesho. Sina uhakika. Sasa hiyo kesho yake mimi ndio sijalala mpaka 12 sifunga macho masaa 24. Ikabidi nichukue dawa fulani inaitwa Pascalian ili relax niweze kulala. Wao kamforce house girl nimwambia akija mtu yote simu nzima mwambie bana kaka hajapata usingizi mwacheni jamani alale apumzike. Kwa hiyo hapo kama nimeelewa sawa ile siku ya kwanza alikuja saa 4 usiku jioni mkao mmekubaliana kwamba hiyo kazi yako nitaifanya kama nikipata nafasi jaribu kesho yes. Kwa hiyo kesho ilipofika sio kwamba mliongea before kwamba ninakuja simu nilikuwa nimezima so alichofanya aliforce house girl kuingia ndani. Alipofika geti kaingia nimemkuta hapa. Mimi bado usingizi umeingia, nimekunywa dawa inasikia kelele. Nani tena huyu house girl vipi? Nataka kwenda kumkaribia nafungua mlango nakuta mtu mzima afande pale na watu wake watatu wanavuta bangi na hapo nimeweka nini? Tangazo bangi marufuku kwa sababu nagombana na mama hilo. Umeona hapo? Tayari hapo Masimba tayari usingizi alafu vitendo kwa sababu ukija kukamatwa hapa hakamatwi huyo mvutaji ni mwenye nyumba. Na hilo onyo hata ukiangalia ile picha imechorwa sura ya Afande Sele kwa sababu hiyo imewekwa kwa ajili ya Afande Sele ndio tabia yake akija hapo anawasha watu 20 wote rasta mapuli yale manini. Unajua unaweza ukavuta msanii lakini kistaarabu watu semzenu nini ndio vitu kama hivyo vilitokea vikaleta pia Masimba. So then nikamwambia sikiliza wewe kwa nini unafanya hivi? Bana mimi simuone nawasha hii dawa ya mbwi. Kuna coil ile. Unajua ile unawasha ile kuna kaliwasha hamna harufu. Sasa ngoma yangu vipi? Naenda saa 9 redioni. Afande please brother nimechoka. Siwezi kufanya hii kazi. Dawa hii hapa na meza. Kaka bana lazima. Afande siwezi. Njoo uchukue hela yako, nishampa mama apeleke benki, njoo baada ya nusu saa uchukue. Mambo yenyewe ukisingi, kina Nature amekuloga wewe. Sijui ni mbona kazi zao unafanya. Mbona Nature amevumilia muda mrefu, mbona nani anavumilia? Wewe mbona una ustaarabu? Miezi miwili tunasubiria malipo, wewe hujaleta. Nikam moja tu. Bas. Matusi ulisikia. Bastola ilikuwa hamna wala nini. Hamna bastola wala mimi similiki bastola rafiki yangu. Hata yeye juzi tulikuwa naye jana nashangaa leo anaona aibu kazima simu. Kwa sababu ni kitendo cha ajabu hichi kuna jamii inaonekana Sami jambazi. Mimi nampiga kibao tu. Sio ngumi wala ni kibao kimoja kwa sababu ile gazabu alikuwa hawezi kujishusha na kuongea na mimi kistaarabu na mimi Masimba akapanda unajua tena usingizi alafu stress. Yeah, that's what happened. And the smoking, the weed, imechefua. House girl kaambia pia mama na poa wamegombana juzi usivute vitu hivi hapa. Vitu hivi havitakiwi. Sasa wewe unachukuaje uamuzi kama huo ni kama uko nyumbani kwako? Baada ya kupigwa kibao kuja tena ulizani waliwasha tena hapa bangi. Ziwashwe. Kama mtu umeshamweza kwa kibao tena bastola ya bastola unamtishia labda mtu anakuzidi nguvu jambazi au nani lakini mtishie bastola alafu nini tumekuwa Amerikani I don't have that lakini niambia ni kwako
Unajua. I'm just telling you.